Mambo vipi mwana michezo, karibu tupeane taarifa mbalimbali za kimichezo. Karibu ndani ya jukwaa la A-Sport ambacho unatakiwa kufanya ni kusubscribe, kushare pamoja na kucomment ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Leo hii tunao taarifa kuhusiana na nyota wa Kitanzania, namzungumzia Edwin Barua pamoja na nyota kutokea DRC ya Congo, Elie Mpanzu, mmoja wa wachezaji ambao walisajiliwa katika dirisha hili dogo la usajili la msimu 2024 2025. Lakini kwa upande wa Edwin Barua alisajiliwa msimu uliopita 2023 2024. Edwin Barua alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliotarajiwa kung'ara ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi msimu huu, hasa baada ya kuonesha kiwango kikubwa chini ya kocha Juma Mgunda mwishoni mwa msimu uliopita, nikimaanisha msimu wa 2023 2024. Uwezo wake wa kucheza nafasi tofauti kwenye safu ya ushambuliaji ulimfanya awe mmoja wa wachezaji waliokuwa na nafasi nzuri ya kuendelea kung'ara. Hata hivyo, mabadiliko ya mfumo wa uchezaji mara baada ya kuja kocha kutokea South Africa, na mzungumzia Fadlu Davis, pamoja na usajili wa Elie Mpanzu katika dirisha dogo, vimefanya Barua kupata kibarua kigumu cha kupata nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa mujibu wa takwimu, mpaka hivi sasa Edwin Barua amecheza michezo 8 ya ligi kuu Tanzania bara kati ya michezo 22 na kupata dakika 317 pekee, na akifunga mabao mawili bila kutoa asisti yoyote. Kwa upande wa mwingine tunamzungumzia Elie Mpanzu ambaye hivi sasa naye amejiunga katika dirisha dogo, amecheza michezo 9 akikusanya dakika 695, akifunga mabao mawili na kutoa asisti 2 mpaka hivi sasa. Na tofauti inaonekana kwamba Elie Mpanzu yeye ameingia dirisha dogo na amecheza mechi takriban 9, lakini kwa upande wa Edwin Barua alikuwepo toka mwanzo wa msimu na amecheza michezo 8 peke yake. Lakini kwa upande wa ligi ya mabingwa kombe la shirikisho barani Afrika, tunafahamu kile ambacho alikionyesha katika mchezo wa kufuzu kwenye hatua ya makundi. Edwin Barua aliweza kufunga miongoni mwa magoli bora na magoli ambayo aliweza kufikisha Wekundu wa Msimbazi kuvuka katika hatua hiyo ya mtoano na kufika katika hatua ya makundi. Tunafahamu ile bao alilofunga dhidi ya Al Ahly Tripoli katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Al Ahly Tripoli, moja ya mabao muhimu sana kwa Simba msimu huu. Lakini leo tunataka tuzungumze nini ambacho kimemkumba Edwin Barua. Ni uwepo wa Elie Mpanzu, maana takwimu zinaonyesha michezo 9 amefunga magoli mawili, ametoa assist 2, lakini wa Tanzania ama mashabiki wa Simba wamekiona kile ambacho Elie Mpanzu alichonacho. Lakini yeye mwenyewe aliulizwa na wanahabari juu ya kiwango chake, akasema yeye hajafika hata 80% ya uwezo wake. Kile ambacho anakifahamu kupitia uwezo wake ndio kinaendelea kujijenga mpaka hivi sasa. Elie Mpanzu ameleta ushindani ndani ya kikosi cha Simba, na uwezo wake kucheza kama mshambuliaji na kiungo mshambuliaji umefanya kuwa mchezaji mwenye faida kubwa kwa mfumo wa Fadlu Davis, ambazo Mpanzu sio tu kufunga bali anahusika katika uandaaji wa mashambulizi, jambo ambalo limemfanya kuwa na thamani ndani ya kikosi hicho. Takwimu za Mpanzu sio tu kwamba ana idadi sawa mabao na Barua, lakini pia ametoa assist 2, jambo linaonyesha kuwa anashiriki zaidi katika uchezeshaji wa timu kuliko Barua. Sababu nyingine ni mfumo wa Mwalimu Fadlu anaotumia hivi sasa, tofauti na ule mfumo ambao alikuwa anatumia Pep Guardiola mnene, na mzungumzia Juma Mgunda alikuwa anamtumia haswa Edwin Barua kutokea pembeni. Lakini Mwalimu Fadlu anahitaji mchezaji ambaye atahusika zaidi kwenye utengenezaji wa magoli. Fadlu amemtengeneza zaidi wachezaji wenye uwezo wa kuchangia katika ulinzi wa kushambulia kwa uwiano sawa, jambo ambalo Mpanzu limefanya vema zaidi kuliko Edwin Barua. Nikukumbushe tu mtazamaji wetu wa A-Sport kwamba Mwalimu Fadlu anapenda kutumia mfumo wa 4-2-3-1, nikimaanisha mabeki wanne kwenye eneo la uzuiaji, nikimaanisha kwamba Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Chemalon Fondo, Hamza wakiwa wanasimama, lakini kwenye eneo la kiungo anaweza kasimama Yusuf Kagoma pamoja na Ngoma, huko kwenye safu ya ushambuliaji kuundwa na wachezaji watatu, nikimaanisha Elie Mpanzu, Charles Ahoua na pamoja na Kibu Denis
wakiwa na rotate katika eneo hilo. Inakuonyesha namna gani ambavyo mwalimu anatafuta uwiano sawa wakati wa kushambulia na wakati wa kuzuia. Mpanzu ameonyesha kuwa na uwezo wa kutumia majukumu vizuri, huku Balua akionekana kuwa mchezaji wa kushambulia zaidi bila kuwa na mchango mkubwa kwenye eneo la ulinzi. Nafasi anayo? Tujiulize nayo mtazamaji, utatoa maoni yako juu ya nafasi ya Edwin Balua miongoni mwa wachezaji wa Kitanzania wenye ubora wa aina yake. Pamoja na changamoto anazokutana nazo, Balua bado nafasi ya kurejea katika ubora wake wa kupambana na kushindana nafasini kwenye kikosi. Hata hivyo, kuna mambo muhimu anahitaji kuyafanya kufikia hilo. Uchambuzi wangu ama maoni yangu kwa kile ambacho nimekiona, kocha wa zamani wa Mtibwa Sugar na Gwambina Mohamed Babru anasema Balua anatakiwa kubadilika katika staili yake ya uchezaji kulingana na mahitaji. Nikimnukuu, anasema Balua anahitaji kubadilisha mtindo wake wa uchezaji ili kuongeza mchango wake kwa timu. Anatakiwa kuwa mchezaji wa aina ya box to box ambaye anaweza kushambulia wakati huo anasaidia ulinzi. Hao ni maoni ya mwalimu ambaye alikuwa anafundisha ligi kuu Tanzania bara kwa timu ya Mtibwa Sugar pamoja na Gwambina, akisema kwamba Edwin Balua kama anahitaji kurejea kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, anatakiwa na uwiano sawa kushambulia. Tunamfahamu Balua namna ana mwendo kidogo, kasi anayo, na pamoja na ameshauri kwamba awe na uwiano sawa wakati anaenda kukaba na wakati anaenda kushambulia. Wewe una maoni gani kuhusiana na Edwin Balua, mchezaji huyu ambaye alitokea katika kikosi cha Tanzania Prison msimu uliopita na akawa ni miongoni mwa wachezaji bora sana katika msimu ulioisha mwishoni, lakini uwepo sasa wa mchezaji miongoni mwa wachezaji ambao walivuta hisia nyingi sana kabla ya kujiunga na Wekundu wa Msimbazi, nikimaanisha Elie Mpanzu. Tuandikie maoni yako hapo, endelea kusalia na sisi, utuambie kwamba Edwin Balua tishio lake ni Elie Mpanzu. Tuandikie maoni yako na sisi tutayasoma. Shukrani sana, endelea kusalia na sisi.